Baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Geita limeiomba wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA kuona uwezekano wa kuendelea na ukarabati wa barabara zilizoharibika kwa kiasi kikubwa pamoja na kuwekeza mifereji ya maji kando ya barabara ili kuimarisha miundombinu hiyo hasa katika kipindi hiki cha mvua. Wakizungumza kwa nyakati tofauti katika kikao cha baraza hilo, madiwani wameeleza kuwa hali mbaya ya barabara imekuwa ikiwasumbua wananchi, huku baadhi ya maeneo yakishindwa kupitika kabisa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Akijibu hoja hizo, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Geita, Leonard Bugomola, alitoa ufafanuzi kuhusu bajeti iliyotengwa kwa ajili ya ukarabati wa barabara katika maeneo mbalimbali ya manispaa hiyo. Alieleza kuwa halmashauri imejipanga kuhakikisha fedha zilizotengwa zinatumika ipasavyo kuboresha miundombinu ya barabara. Mwenyekiti, yako maeneo mengi kienda wengi, changamoto ya barabara ni kubwa sana. Tunatamani hata viwanja vyetu vipande thamani. Tunatamani mjetu siku kukue kwa sababu ya nini? Ya barabara. Mwenyekiti, hata uwekaji wa taa za barabara, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo alipokuwa anaomba kura. Alisema anahitaji wananchi wafanye biashara. Anahitaji vijana wafanye biashara, lakini tunahitaji yale maeneo ambayo hakuna taa za barabarani ziwekwe ili vijana wetu wafanye biashara. Ukienda kule Katoma kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ile njia kuna taa pale zimewekwa lakini haziwaki, hata mwaka mzima sasa hivi hatufanyi kazi yoyote. Watu pale wanafanya mazoezi. Nikutana siku moja na rafiki yangu mkurugenzi anafanya mazoezi lakini taa hakuna. Na pale ni mjini. Lakini sio barabara, ukienda pale mtaa wa Afrika pale kwenye Bigwa pale, ni barabara mbovu pale ni mjini. Mwenyekiti kama niombe sana kwenye elimu kubwa. Ili mimi niendelee kuwa diwani, nahitaji sana barabara. Ninapozungumza kuhusu barabara za Karangara, kila mmoja leo huko ndani wala si shahidi, wote ni mashahidi. Tunahitaji barabara zetu. Ukienda kule jamani, kwa kweli barabara za mtaani hazipitiki. Ukienda kule Msalala Road, wewe mwenyewe ni shahidi. Pale Msalala Road kuna mtaro mkubwa ambao mvua zikinyesha maji yanaenda kutoka kwenye nyumba za wananchi. Mafuriko ni ule mtaro ni mkubwa, ni muda mrefu. Nataka nikuombe sana watu wa TARURA, kwa nini ni mkubwa sana. Ule mtaro ulikuwa ni mtaro ambao mimi mwenyewe nimeenda pale ziara kabisa mara tatu mpaka nimekula chakula kwa wananchi, akiniambia Ruben, wewe ni kijana, tunahitaji barabara. Nataka niombe sana mwenyekiti, unyenyekevu mkubwa sana. Pale Karangara nimeona budget zaidi ya milioni 169, lakini Karangara haiwezi kuwa hivi. Nimeona kwenye kablasha huko nyuma hakuna. Nahitaji sana barabara ndugu mwenyekiti, ili Karangara iwe salama, ili wananchi wetu, tunatamani Karangara pale watu wao wanafanya biashara mpaka na usiku. Watu pale wanafanya mazoezi usiku. Nyakahongola Nyankoko Center inatumiwa sana na magari makubwa ambayo hayastahili kuingia kwenye barabara kama hiyo, na limepelekea sasa kuvunja makarabati yote kutoka pale Nyakahongola mpaka Bumanji. Ukiingia hata mpaka sasa ukaanza kuhesabu makarabati ambayo yani yamevunjika yote, ni mengi mno. Sasa nilikuwa nataka kujua kujiuliza kwamba ni taratibu ambao unatumiwa kuhusu haya magari makubwa kupita kwenye barabara ambazo haziwezekani kupita yale magari, yanasababisha hiyo ajali. Sasa hivi ukiingia hebu tena ukata kona, mheshimiwa mwenyekiti, kwa ni ajali. Ukienda kidogo ajali magari ilikuwa na wazo hilo tu. Mwangoko ni barabara inayopitia Chana na kuendelea au ni ipi? Hapa imeshanichanga, imeandikwa Kasama Mwangoko Road. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine, wakati anaanza hapa alisema, kama mimi sijasikia vizuri, alisema kwamba tuna budget hii hapa ambayo ina kiasi hiki. Yaweza kuwa tunaweza tukaiondosha kwenye lami tukaiweka kwenye mora peke yake, ili kwa kuwa kuna pesa zingine zinatoka CSR na nini. Sasa pale sikumuelewa, hapa anasema mkiliizia. Sasa pale mwenyekiti nitakuwa nasubiria kupata kila alichokuwa anakiongea ni kile cha chichi, sisi tulizie kwamba tuende kwenye mora na fedha hizi zote. Kama ingine mimi nitashukuru mno. Mimi mwenyekiti nishakwambia, kwangu sihitaji lami kwa sasa hivi. Kwangu nahitaji mora. Lami nahitaji baadaye. Kwenye baraza la budget, hapo ukileta maombi mapya ni bora uanzie huko kwenye kamati tuone wapi ambapo tunaweza tukahamisha, lakini ukileta moja kwa moja hapa leo ndo hawa sasa warudi. Ina maana tafasiri kila mtu anapoongea hawa waende wakakae CMT hapo sasa hivi waangalie watatoa wapi halafu warudi. Baraza linaweza likakaa miezi 8 bila kuisha. Sio kama mnanielewa? Ndo maana kwanza sio maswali, ni changamoto.
Maswali utayakuta kwenye hili baraza la pili. Hizi ni changamoto kwamba kuna fedha imeingia hapa, lakini utekelezaji wa hii barabara hauishi. Naona tu karavati ziko pale zimetupwa, huyu mkandarasi yuko wapi? Ili tupate nini? Majibu kwamba kuna 1, 2, 3. Kwa mfano kama Mheshimiwa Ruben tulimpitisha sehemu nyingi sana kuhusu kwenye budget, akielezea kwamba sura ya mji ni karangarara, na mimi nikamwambia sawa, lakini after 3 years 4 years new gate itakuwa ni bomba mbili, hii itakuwa old hii karangarara bila kipingamizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hata sisi tuna jitihada ambazo tunafanya kwenye hili, na wakati mwingine inaonekana lisionekane kwenye macho ya umma, lakini Mpogu tulipata fedha ya hicho ambacho anakisema Mheshimiwa Diwani. Changamoto iliyotokea pale, nadhani mpaka sasa hivi hata ule mkataba bado haujasainiwa, unasubiri kibali, lakini tulishachakata na tulishafanya manunuzi. Kwa hiyo tusubiri kupata kibali cha kumsainisha mkandarasi ule mkataba ili kuweza kutekeleza kazi hiyo, lakini fedha tulipata karibia milioni 170 ambazo zilikuwa ni nje ya budget. Swala la pili ilikuwa Shiloleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetoka kutoa utangulizi na kutoa hilo angalizo juu ya magari haya. Tunaomba Mheshimiwa Mwenyekiti, tutakapoanza utekelezaji wa kuyashughulikia tupunguze simu na kutushtaki, kwa sababu kiuhalisia magari haya hayaruhusiwi, na sisi huwa tunayazuia na kuyachaji fine, na kwa bahati mbaya sana faini yake huwa ni kubwa, sio ya traffic. Kwa hiyo hayaruhusiwi, na wakati mwingine kwa baadhi ya maeneo huwa tunashirikiana mpaka na watendaji.